kutoka +255 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunayo taarifa inayomhusu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara, John Wegesa Heche. Baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi kwa takriban wiki mbili, makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa Tanzania Bara, John Heche, sasa imeelezwa kuwa muda wowote anaweza kufikishwa mahakamani ili kusomewa mashtaka yanayomkabili. Akizungumza na Jambo TV usiku wa leo Jumanne ya Novemba 4, 2025, wakili Hekima Mwasipu amesema Heche ambaye alikuwa mkoani Dodoma leo amesafirishwa hadi jijini Dar es Salaam, na kwamba taarifa alizopatiwa mawakili wake kutoka jeshi la polisi ni kwamba anatuhumiwa kutenda makosa mawili jijini humo. Wakili huyo ametaja kosa la kwanza analotuhumiwa mteja wake kuwa ni kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara mpaka Magomeni, na tuhuma za pili zinahusu kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na External Dar es Salaam. Aidha, wakili Mwasipu ameeleza kuwa Heche ametumia haki yake ya kisheria ya kutotoa maelezo yoyote polisi, na kwamba amesema atatoa maelezo yake pindi atakapofikishwa mahakamani. Wakili Mwasipu ametoa wito kwa wanachama na wafuasi wa Chadema na Watanzania kwa ujumla wake kuwa watulivu, kwani ni wajibu wa jeshi la polisi kisheria kumtuhumu mtu yeyote pale wanapoona inabidi, lakini suala la mtuhumiwa husika kukutwa na hatia ni la mahakama, hivyo waondoe wasiwasi. Itakumbukwa kuwa Heche alikamatwa na maafisa wa jeshi la polisi kwa mara ya kwanza Oktoba 22, 2025 akiwa anaingia kwenye geti la Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo awali ilitaarifiwa kuwa na mawakili wake kuwa anasafirishwa kuelekea Tarime mkoani Mara, lakini baada ya ukimya wa siku kadhaa, baadaye familia na chama chake kilitoa taarifa kwa nyakati tofauti ya kwamba anashikiliwa kwenye kituo cha polisi Mtumba mkoani Dodoma. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amesafirishwa leo kutoka Dodoma akaletwa kituo cha polisi Oysterbay ambacho kipo chini ya mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, Oysterbay. Mara baada ya kuletwa nilipigiwa simu kama wakili na Deputy Z CEO kwamba Heche anahitaji wakili kwa ajili ya kumsimamia kuandika maelezo, na ilikuwa ni mida ya saa 1 jioni. Kwa bahati nzuri nikafika Oysterbay, nikamkuta makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Baada ya kumkuta nikamkuta vile vile na Deputy Z, akawateua maafisa kwa ajili ya kumchukua maelezo, na anatuhumiwa kwa makosa mawili, japokuwa yote ni ya ugaidi au kujihusisha na vitendo vya kigaidi. Kosa la kwanza ni kujihusisha na vitendo vya kigaidi, na ugaidi huo umetokea barabara ya Morogoro Road kuanzia Kimara mpaka Magomeni. Na kosa la pili vile vile ni ugaidi huo lakini location tofauti, Msewe, huko maeneo ya Msewe. Lakini ametumia haki yake ya kisheria ya kutotoa maelezo yoyote, na akawaambia polisi kwamba atatoa maelezo yake mahakamani siku ambapo atapelekwa mahakamani. Na baada ya kumaliza kuandika zile particulars zake kwa maana jina, kabila, akasaini zile fomu za maelezo, then tukaambiwa kwamba atapelekwa au lock up kituo cha polisi Bulahati. Mpaka nazungumza na wewe hapa, tuko hapa Bulahati. Sisi tulikuwa tumetangulia, tunasubiri wao waletwe hapa ili tuweze kumpatia mahitaji yake muhimu kwa siku ya leo, na muda wote kuanzia kesho atafikishwa mahakamani kwa tuhuma hizo mbili. Kwa maana ya makosa yenyewe, kwa mujibu wa jeshi la polisi, anatuhumiwa aliyatenda lini? Unasema? Hayo makosa anatuhumiwa aliyatenda lini? Kwa sababu hajaandika maelezo, sasa hawezi kujua ni lini. Kwa ataelezwa mahakamani na mashahidi watakapoanza kutoa ushahidi kwamba alitenda lini. Sababu muda wote alikuwa ndani toka tarehe 20 na nafikiri kama tarehe 26 kama sikosei. Almost siku 14 bado yuko mahabusu. Sasa sijui alifanya makosa hayo lini. Nafikiri polisi wao wakati wa kutoa ushahidi wao mahakamani ndio wataeleza.
Inakuwaje hii, pengine unaweza ukatafsiria kwenye muktadha wa sheria, wewe kama wakili wake, zaidi ya siku 10 yuko ndani, na kuna taratibu mnasema mtu akikamatwa ndani ya saa zisizozidi 24 siku 48 anapaswa kufika mahakamani. Nini ambacho mlikuwa mnakifanya hapa katikati na kitu gani ambacho kilikuwa kinakwama kufika mahakamani? Ni sahihi, tulikuwa tumeshafungua kesi Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma, inaitwa habeas corpus. Kesi hiyo au maombi hayo yalikuwa yanalitaka jeshi la polisi liweze kumfikisha mahakamani John Heche na lieleze kwa nini linamshikilia John Heche kinyume na sheria zaidi ya masaa 24 ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Sasa kwa bahati mbaya, wakati tumefungua maombi hayo hapo Dodoma, ikatokea tatizo la mtandao ambalo lilikumba nchi nzima. Kwa hiyo maombi hayo hayakuweza kusajiliwa mahakamani mpaka tunavyozungumza. Kwa hiyo tulifanya juhudi leo za kuwasiliana na msajili Dodoma kwa ajili ya kusajili maombi, kwa sababu hatukujua kwamba ataletwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo wakati juhudi zinafanyika za kuweza kuisajili hiyo kesi, tukapata taarifa kwamba ameshaletwa Dar es Salaam. Kwa hiyo tutaenda kuyaondoa hayo maombi Dodoma ili tuendelee kushughulika na kesi yake ambayo iko hapa Dar. Kulikuwa na mengi yalikuwa yanaendelea hapa katikati, pengine chama chake, nyinyi mawakili pamoja na familia. Haya yalikuwa yanatokea wakati gani? Manake mlikuwa mpati nafasi ya kukutana naye, lakini kuna swala si mara la ugonjwa na pengine kama hivyo. Haya, hii sintofahamu ambayo zilikuwa maelezo mengi sana kuhusu Heche ambayo ilikuwa inatengeneza sintofahamu nyingi sana. Kuna wakili alikuwa Dodoma alikuwa na lihendo hili jambo, kwa sababu wengine tuko Dar es Salaam. Lakini pamoja na ndugu zake nao walikuwa wanaenda wakimtembelea akiwepo mahabusu. Na itakumbuka kwamba makamu mwenyekiti anaumwa na ndugu zake walikuwa wanampelekea dawa pamoja na chakula. Kwa hiyo taarifa nyingi zilikuwa zinatoka kwa ndugu pamoja na wakili ambaye alikuwa ni lihendo hapo Dodoma, ambaye tulikuwa tunafanya mawasiliano naye kila hatua ambayo alikuwa anachukua hapo Dodoma. Kwa sasa manake jambo pekee linachosubiriwa ni, unawaambia nini pengine wanachadema na Watanzania ambao wanafuatilia jambo hili kwa karibu sana? Nafikiri wawe na utulivu na uvumilivu, haki itatendeka mahakamani, na kwa sababu mahakama ndio chombo cha mwisho katika kutenda haki, na polisi wana jukumu la kisheria kumtuhumu mtu, ni majukumu yao kisheria, lakini swala la kupatikana na hatia aidha amefanya vitendo vya ugaidi au hajafanya ni swala la mahakama. Kwa hiyo nawaomba tu wanachadema popote nchini wawe watulivu, mahakama itatenda haki kwenye jambo hili.